Kwa hiyo vijana waliangalie sana jambo hili, hasa wale wanaoendesha bodaboda. Siku kama hizi kunatokea maafa mengi sana kwa sababu ya watu wachache wasiojitambua. Allah wahifadhi hawa vijana na waongoze kwenye haki. Wengi wao wanatafuta riziki kwa njia kama hizi, lakini baadhi yao wanawachafulia kwa kufanya matukio ya ajabu. Wewe wapita mahali pana watu wazima, watoto wadogo, kwa mwendo wa kasi kabisa, kiasi ambacho unahatarisha maisha ya watu. Mtu akikaa anafikiria nivuke nisivuke, je, kitokea bodaboda hapa si nitakufa mimi? Na kweli matukio haya yanatokea. Kwa hiyo mnawatisha watu, sio wote, lakini muadhamu wa vijana, sehemu kubwa ya vijana wanaoendesha bodaboda bado hawajajitambua. Na mimi nataka kukwambia kitu kimoja: ikiwa waendesha pikipiki au gari au chombo chochote cha moto ukakipitisha baina ya watu kwa mwendo usiofaa ambao unahatarisha maisha ya watu, ukiua pale, umeua kwa makusudi. Mahali pa kupita spidi 40 ukapita spidi 80 ukamgonga mtu akafa, umeua makusudi, na malipo yake nyinyi mwayajua, Qur'ani imeeleza. Sasa kwa nini wewe ufanya hivyo? Unahatarisha maisha yako, maisha ya ndugu zako na rafiki zako na jamaa zako. Watu wangapi leo wamepata ulemavu kwa kukatwa viungo, ima mikono au miguu, kwa sababu yenu? Watu wangapi wamekufa kwa sababu yenu? Sasa siku hii ya leo tusiitumie kwa mambo kama haya. Tuangalie thamani ya maisha ya watu na uhai wao, na sisi roho zetu pia. Kujiua kwa makusudi ni jambo lisilofaa. Hiyo skanka yako na bangi yako uliyovuta isikupelekee huko. Wewe ni Muislamu, kijana wa Kiislamu, wewe ni mwanadamu. Kwa nini unafanya mambo kama haya? Kwa ndugu zangu Waislamu, nimeona na haya pia niyaseme, kwa sababu kuna watu wana tabia ya kujitoa akili.